Sio, na maneno haya yalikuwa kutoka upande huu wa mwekezaji. Lakini this time around amechukuliwa, amekubali kujiunga upande wa wajumbe wa bodi upande huu wa mwekezaji. Kwa hiyo maswali ni mengi, lakini kitu ambacho unakielewa na unakikubali moja kwa moja ni kwamba itakuwa tofauti zile za mwanzo ambazo zilipelekea hawa watu wakashutumiana sana. Ndiyo. Na ikasababisha Swed kuweza ku step down, sio kwenye sehemu ya kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Sasa wameshayamaliza, sio, wameshayamaliza, na ndio maana Swed amekubali kurejea kwenye hii board. Lakini pia unaona amerejea Babla Gonzalez. Ndio alikuwa CEO wa zamani wa Simba. Of course alikuwa kwenye board, baadaye akasogezwa kuwa mtendaji mkuu wa club. Sio. Anarejea Babla, lakini pia ukiangalia kwenye hii composition ya wajumbe wa board upande wa mwekezaji, unaona kuna figa nyingine kubwa ambayo imetoka, ambaye yenyewe ni Salim Abdalla Troy Again Mhene. Jaribu tena. Umeelewa? Ndio. Sasa wakati Babla anaondoka Simba wakati ule, yes, kuna vitu vingi pia sana vilizungumzwa. Na moja kati ya maneno ambayo yalizungumzwa sana wakati ule ni kwamba Babla hakuwa kwenye uhusiano mzuri sana na Mhene. Na Troy Again, kama tunakumbuka vizuri. Nakumbuka vizuri kabisa. Alisemwa hayo maneno kwamba hawakuwa kwenye uhusiano mzuri, na pengine ikawa ni moja kati ya sababu ya Babla kurejea, kuondoka wakati ule. Sio, kwa sababu ilikuwa inazungumzwa kwamba kuna mamlaka ambayo Babla alikuwa anataka kuyaimpose kwenye uongozi, kuonyesha makucha yake. Na ukumbuke Babla alitokea kwenye chini ya mbawa za mwekezaji kabla hajaja kwenye board na kabla hajateuliwa kuwa ni CEO wa klabu ya Simba. Sio. Kwa hiyo inaonekana kama kuna vitu ambavyo kwenye utekelezaji wake alikuwa anataka kuvifanya ndani ya klabu, lakini ikawa inazungumzwa kwamba Salim Mhene ilikuwa ni moja kati ya kikwazo kikubwa kwake kutekeleza hayo ambayo anataka kuyatekeleza. Sasa Salim ametoka, amerejea Babla kwenye board. Sasa Salim Abdalla Troy Again sio mtu mwepesi tu ndani ya klabu ya Simba. Manake as it is hayuko na nafasi nyingine yoyote ndani ya klabu. Amebakia kuwa mwanachama wa kawaida. Lakini pia kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba anataka kuteuliwa kuwa, sio, awe ni mjumbe wa bodi upande wa club, yani upande wa mwenyekiti Mutaza Mangungu na chama. Anaenda kwa wanachama sasa. Hapo safi. Shika hapo. Mwana teacher huyu hapo. Teacher Swed Nkwabi. Naam. Vurugu yake na upande wa umwekezaji ni kwamba kuboresha maslahi klabu ya Simba ijitegemee, iwe na chanzo chake. Yes. Itakwenda implement malengo ya klabu pale kwenye pitch ili klabu iweze kufanikiwa kwa maana ya wachezaji. Kwa hiyo lazima hizi idara zote tatu muhimu ndani ya klabu. Hii ni shelesha hapo. Kitaalamu inaitwa the role of winning. Yes, kama kanuni ya ushindi au sala ya ushindi wanaitumia. Kwa waliosoma sekondari wanafahamu Archimedes principle, ndio tulikuwa tunaanza nazo. Mimi nilibahatika kufuatana na dada yangu kwenye mzao, yeye akatangulia kuwa ameenda form 1. Kwa hiyo kila nilichokuwa nakisoma na mimi nilikuwa nakisoma kabla sijakwenda huko form 1. Sasa kwenye role of winning ndio ina state kwamba uwe na quality players kama sehemu ya kwanza. Ya pili nazungumza equipment kwa maana training facilities. Alafu ya tatu inakwenda kwenye scientific training kwamba kocha wa kisayansi. Alafu ya nne ndio inakwenda kwenye administration, na ya tano inahitimishwa kwenye motivation. Kwa hivi vitu vyote vikiwepo, maana yake timu ina nafasi kubwa ya kwenda kwenye mafanikio. Kwa hiyo kilichokuwa kinazungumzwa hapo kwenye kina Mkwabi kuunganisha nguvu ndio inakwenda kwenye administration. Sawa. Hivi mnikumbushe mechi ya Simba na Vita Club. Mechi ambayo Chama anafunga kama sitokosea, ile Niyonzima na uruka ule mpira. Mwenyekiti alikuwa Swed Nkwabi. Niyonzima anaruka au Chama?
Kwa Chama si ni nzima ile 2-1 ile. Chama alifunga jioni. Jioni ile. Chama alifunga jioni wakati unafikiri kwa 1-1. Ilikuwa imeshankana Villa. Decide. Vita Club. Hebu ngoja tukaangalie. Ngoja nichungulie na rudi. Kuimplement sawa malengo ya klabu pale kwenye pitch ili klabu iweze kufanikiwa kwa maana ya wachezaji. Kwa hiyo lazima hizi idara zote tatu muhimu ndani ya klabu. Hii ni sheleshe hapo. Kitaalamu inaitwa the role of winning. Yes, kama kanuni ya ushindi au sala ya ushindi wanaitumia. Mmoja ya watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya Simba ataenda kuungana na bwana Mangungu ambaye pia na ushawishi ndani ya Simba. Itakuwa kama ni bato na upande wa mwekezaji ambako kuna Magori na bwana Swedi Nkwabi. Uone Simba ndo vita inakuwa juu ya vita. Struggle of power ndani ya Simba nafikiri bado itaendelea. Hata kama Try hawezi kuwa ndani ya uongozi wa Simba, lakini ni figa kubwa sana ndani ya klabu ya Simba. Unaelewa? Ndio. Awe ndani au nje ya klabu. Umeelewa? Lakini yeye kuondolewa tu kwenye bodi hii ya wakurugenzi. Simba amefanya uteuzi wa Babla Gonzalez. Ameitwa kwenye bodi ya wakurugenzi upande wa mwekezaji. Na taarifa ambayo rasmi ni kwamba Salim Trayageni ameondoshwa kwenye bodi ya wakurugenzi. Kwa maana sasa hivi Salim Trayageni hana cheo chochote kwenye klabu ya Simba. Salim Trayageni sasa hivi ni shabiki kama wewe tu. Hana cheo cha aina yoyote. Kwa maana hiyo Salim Trayageni sasa hivi ukikutana naye sio kiongozi, bali ni shabiki wa Simba basi. Na naniyo Babla kwenye nafasi yake ndo kaenda kuichukua nafasi kwenye wajumbe wale wa wakurugenzi. Babla kaingia, na tunafahamu mchaka wa Babla Gonzalez hataki masiala. Lakini ukija kwenye mwenyekiti wa Simba sasa hivi Magoli Christensen Magoli ndiye mwenyekiti mpya wa Simba. Kama leo Salimu Trayageni bwana hayupo, na nafasi yake imechukuliwa na Babla Gonzalez aliyemfukuza Haji Manara. Huyo ametua, adui wa Haji Manara ametua. I am one of